ambapo tunatengeneza muonekano ili kufit the audience, na hiyo kwa hicho kipindi ni sawa kabisa, sina tatizo na. Lakini unatoka pale, ile gari umeazima, na kesho kutwa pia unataka watu wote wajue kwamba wewe una gari. Jana niliona caption moja ni Sadaka, kwa mtu ameandika anasema mpaka ukijua huyo bwana wako hiyo gari sio yake tayari mimba ina miezi 7. Yani ndio hapo sasa. Yani unaishi maisha ya uongo. Unacholala ni uongo. Unachokula ni uongo. Umekaa unatuonyesha unakula chakula kozi 5. Kumbe maskini uwezo wako ni ugali na mlenda. Tena afadhali yule anayekula ugali, mlenda na papa wa kuchoma. Wewe what you can afford ni ugali na mlenda peke yake. Sawa. Unapokuja kwenye mtandao kunionyesha umekaa na makuku na nini, kitu ambacho huwezi, ili iweje? Wewe unapata faida gani? Unajua kuna vitu vingine tunaviangalia juu, lakini unapoviangalia kwa ndani, sawa, wewe kawaida yako, mimi napenda ugali na bamia lile la kuvuruga, mlenda, sawa. Yani nikiposti bamia na mlenda, I'm so happy. Huwezi kunikuta nimeposti, yani unajua kuna vitu ndani haviendi. Kila mtu na namna anavyobeba nafsi yake. Kwa hiyo naomba nirudie kwa kusema, ukiona unataka kujikweza tofauti na nafsi yako na hakuna sababu ya kujikweza, gundua una changamoto ya afya ya akili. Sawa. Unakwenda, wewe ni mtangazaji, unakwenda kwenye show, unaingia kwa entrance ya gari la kukodisha, sawa, au gari la kuazima kwa ajili ya kutengeneza kipindi, inakubalika. Lakini kila unapotokea unaogopa hata kupanda bodaboda, watu watasemaje? Wewe mgonjwa, unaumwa. Manake ni kwamba hauishi uhalisia. Mimi kuna watu nawajua kabisa, anaona aibu kupanda bajaji. I'm like, bajaji? Mimi ningekuwa sina uoga, mimi hata boda ningekuwa napanda. Hainisumbui, nawahi nakokwenda. Nikiwa na mafuta nitapanda gari. Sina mafuta. Sasa Aunty Sadaka, sorry Khalid. Katika mtu ambaye ameshazoea maisha hayo, ameishi ya kufeki kwa miaka 5, miaka 6. Muda huo unakutazama, unaongea hivyo na unaeleza athari yake, tatizo la afya ya akili. Huyu anaweza akatoka, na kama anatoka anatokaje? Anatoka kabisa. Masho nataka kwenda mbali. Tutafanya swali la majumuisho ya mwisho kwa ajili ya kuja kufunga ili nini kifanyike. Lakini kuna ulazima wa mtu kuwa anaonesha maisha yake kwenye kuposti mitandaoni? Hakuna lazima. Nini kinasukuma watu wanafanya? Yani naomba huna content. Huna cha maana. Ukianza kutuonyesha unatuonyesha unapolala ili iweje? Unatufundisha kutandika kitanda. Unatufundisha kuset. Sawa. Unatuonyesha unakunywa juice, then what? Umeelewa? Lakini niende upande wa pili. Kuna watu wengine anachokifanya kinampa uzito na muonekano kwa followers wake. Sawa. Kwa hiyo asingefanya hicho, labda angefanya kitu kibaya zaidi. Unajua kwenye issue za afya ya akili, inapotetereka, inapokuwa na changamoto, kuna coping processes huwa tunafanya za kutuondolea maumivu yaliyoko. Kwa hiyo kama kutuonyesha maisha yako kwa uwazi inakupa burudani, kukuondoa kwenye unyanyasaji uliopo, kwenye shida ulizopo, ili usipate kichaa. Kisaikolojia tunasema sawa, unajua ukiwa na mwalimu wa hesabu 2 jumlisha 2 ni lazima iwe 4. Sawa. Lakini kwenye saikolojia 2 jumlisha 2 inaweza ikawa sio 4, inaweza ukiweka 2 na 2 inaweza ikawa 8. Lakini pia ukiweka 2 na 2 inaweza ikawa 22.
Hiyo ndo tofauti ya saikolojia, mitazamo. Unakiangalia kitu kutoka mtazamo gani? Umenielewa? Kwa hiyo wako ambao ndio mazoea yao na hawana bad intention, it's fine. Lakini yule ambaye anajua kabisa hiki kitu nafanya, naenda nataka kuinua tafrani huko kwenye mtandao, yaani anaonyesha uongo ili wabaya wangu wanione, na kwenda kurusha watu roho. Kurusha mtu roho ni changamoto ya afya ya akili. Kina mama, mmenisikia? Kurushana roho ni changamoto ya afya ya akili. Usione wewe mjuzi sana, unajua nyimbo zote za taarabu za kurusha watu roho. You're sick. Kuna wengine labda amegombana na mtu, sasa ndio ile labda unasema anataka kupata relief mume wake ndani yake, lakini anapopost anaona kwamba yeye yuko vizuri. Sasa nikuulize swali. Uliyegombana naye yuko chumbani, umemwacha kitandani. Unapopeleka kwenye posti liweje? Ndio mwenyewe labda anaona anapata relief. Kwa hiyo una posti kupata relief, lakini utarudi kulifanyia kazi. Sawa? Usiende kutafuta relief ndio unakimbia matatizo yako, kwa sababu mitandao haitakusaidia. Ni kama unafanya kwa kutafuta relief ya kipindi hicho cha mtafaruku, it's fine, lakini ndio isibaki kwamba ndio solution. Mkitukanana kidogo umeweka kwenye mtandao, nyie ndani ya muongee, nyie mnatukanana kwenye mtandao. Hapana, sio sawa. Sio sawa hata kidogo, hata kidogo. Mimi huwa nawaambiaga wanandoa, huwa nakaa nao, naongea nao, nawaambia hivi, kwenye mitandao natamani nione maisha yenu ya kazi, tuuzieni bidhaa, lakini mmepigana busu, mmenunuliana zawadi. Hizo habari za kwenye mtandao zinafuata nini? Mmegombana, mnaanza kuwekeana mnaanza kuwekeana status ili iwe nini? Ukisha niwekea status alafu wenyewe wanasema message sent, then what? Unajua, bahati mbaya mitandao imeondoa close contact, imeondoa physical contact, imeondoa proximity. Ile kupeana joto inakufa kwa sababu tunaamini mno kwenye mitandao. Kuna familia ambazo hatupigiani hata simu kuulizana. Tukiingia tu kwenye grupu, tukimwona yupo mzima huyo, kumbe mwenzenu ana machungu yake mengi. Kwa hiyo ili kuishi maisha yenye thamani, maisha yenye tija, maisha yatakayo kuweka mbali na changamoto za afya ya akili, usitegemee mitandao ya kijamii hata siku moja. Hata zile grupu zetu za WhatsApp za familia, yaani tena zile, mimi saa nyingine naziangalia kwa familia ambazo ni dysfunctional, yaani zile grupu zifungwe tu, zife. Kwa sababu mkishaonana kule, kuna watu hawatembeleani mwaka, kwa sababu wanasalimiana kule. Ijumaa tumetumiana hii Ijumaa Mubarak, miaka hatuonani. Yaani kuna okesha, mimi nimeingia hapa nimesemaje, subhanallah, kumbe ni TV. Mimi nilijua ni redio, si ndio? Kwa sababu muonekano wa kule inabidi uendane na wale wanaokwenda kuniona. Umeelewa? Kishki TV, nuru ya dini yako.